ili kuonyesha kwamba watu wetu wa Monduli kweli uhitaji wa maji ni mkubwa. Mimi mwenyewe nikishirikiana pamoja na mheshimiwa mbunge tumeenda kutafuta kifaa ya kupima maji ndani ya ardhi hapa Monduli, na kifaa hicho tunataka kila kijiji ndani ya wilaya Monduli tujue ni wapi tunaweza kupata maji ndani ya ardhi. Wananchi wa Monduli itakapofika Disemba 26 hii basi wanywe maji. Na mimi tumekubaliana pale kwamba na mimi nimeibeba, na mimi najua tunakwenda bungeni kuanzia Jumatatu na Jumanne tunaanza kamati. Nitaanza kwenye kamati kuhakikisha kwamba nasukuma na mimi nione tunafikia malengo ya kupata maji. Shukuru sana kwa kutoa mashine ya kupima maji. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Monduli mkoani Arusha, Mheshimiwa Kiswaki Mwitiko Lengoje amekabidhi mashine ya kidigitali aliyonunua kwa fedha yake kiasi cha shilingi milioni 13 kwa ajili ya kupima maji chini ya ardhi katika maeneo yote ya wilaya ya Monduli ili kusaidia wananchi kukabiliana na changamoto ya uhaba wa maji katika wilaya hiyo. Mheshimiwa Kiswaki amekabidhi mashine hiyo na kupokelewa na mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa CPA Amos Gabriel Makala leo Alhamisi Januari 8, 2026 kwenye kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo, akitaja changamoto ya maji kuwa kubwa katika wilaya hiyo kutokana na ukame na uhaba wa mvua unaoendelea kushuhudiwa wilayani humo. Hata hivyo, mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amempongeza mwenyekiti huyo halmashauri ya wilaya Monduli Mheshimiwa Kiswaki Mwitiko Lengoje kwa kutoa mashine hiyo ya kupima maji ambapo itaiwezesha wilaya Monduli kujitegemea katika utafutaji wa vyanzo vya maji na kuwezesha wananchi wa wilaya ya Monduli kupata maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji na matumizi mengine, na kusisitiza kwamba kutoa ni moyo na si utajiri. Hata hivyo, mhandisi Nevlin Msaki, meneja wa RUWASA wilaya Monduli, amesema kifaa hicho ni muhimu katika huduma za maji kwani kitarahisisha zoezi la utafiti na utafutaji wa maji kwa wilaya ya Monduli, na kusema awali walikuwa wanatumia vifaa kutoka idara ya rasilimali maji ambayo ni bonde la Kati Singida. Miongoni mwa viongozi wilayani Monduli walioshuhudia upokeaji wa kifaa hicho ni pamoja na mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Okopiriano na mkuu wa wilaya ya Monduli. Kwa pamoja wamepongeza jitihada hizo na kuahidi kulivalia viatu swala la maji katika wilaya hiyo. Ikumbukwe hizi ni miongoni mwa jitihada za Mheshimiwa Kiswaki Mwitiko Lengoje kupitia miradi yake Restore kama mkurugenzi wa shirika la Maasai Sovereign Solar la uchujaji wa maji katika baadhi ya maeneo kwa kipindi cha nyuma, ambapo hii leo amesukumwa zaidi kutoa mashine hiyo kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli kwa fedha zake kwa ajili ya upimaji wa maji ardhini kabla ya kuchimbwa, ambapo awali kifaa hicho kilikuwa kikikodiwa na halmashauri na leo itatumika katika vijiji vyote vya wilaya Monduli kutafuta maji ardhini kama sehemu ya kumaliza uhaba wa maji wilayani Monduli. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Shukuru sana kwa kutoa mashine ya kupima maji. Kupima maji ni process. Kwa hiyo kungetokea tatizo halafu unamwambia mtu wa maji vijijini halafu akwambie kifaa kile kimeagizwa Dodoma au kitatoka, unajua kinazunguka sana. Sasa mwenyekiti, umetusaidia, Monduli itajitegemea. Wao kuna wananchi wanalima kwa irrigation, wanahitaji maji, ni kwenda kupima tu hapa mashine nani kitachimbwa wapi, wananchi wapate maji waendelee na irrigation. Kwa hiyo tukushukuru sana, kutoa ni moyo sio utajiri. Wewe hiyo milioni 10 si ungeboresha vyumba kule vya wageni na kuongeza vingine, kwa sababu anapenda ng'ombe, anasema ningeongeza ng'ombe. Pongeze mwenyekiti wa kikao hiki kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa halmashauri. Pongeze makamu mwenyekiti. Pongeze mheshimiwa sana mbunge
niwapongeze madiwani wote. Kilichobaki sasa sisi ni kuanza kutimiza majukumu yetu, na ndio maana niko hapa kama mkuu wa mkoa kuongea nanyi na mimi kuwapa mwelekeo kwa yale ambayo ninatarajia. Kwa la kwanza, baada ya pongezi, nimekuja na mambo yafuatayo. La kwanza, nimekuja kuwakumbusha kwamba ili mtekeleze majukumu yenu, jambo kubwa ni umoja na ushirikiano. Umoja na ushirikiano maana yake halmashauri hii inatakiwa kuwa kitu kimoja. Madiwani nyinyi kwa nyinyi mnatakiwa muwe kitu kimoja. Nyinyi wenyewe mkiwa na umoja mtaisimamia halmashauri vizuri. Mambo ya uchaguzi yameisha. Mwenyekiti wa halmashauri, makamu wake wamepatikana. Kazi iliyoko mbele yetu ni kuhakikisha sasa tunakuwa wamoja. Hilo la kwanza. Lakini katika umoja huo huo na ushirikiano, nimekuja kuwaasa kwamba madiwani katika umoja na ushirikiano mshirikiane na kufanya kazi vizuri na wataalamu mlionao katika halmashauri. Nyinyi kama nyinyi hamwezi mkaa mmekamilika na kuendesha halmashauri. Wataalamu ni watu mliowekewa muhimu katika kutimiza majukumu yenu. Wao ndio wanaofanya kazi za kila siku. Binadi tunayoisema, nyie mtaletewa taarifa, lakini wao ndio wataenda kuanzia wilayani katika halmashauri, wapo katika kata, wapo katika vijiji, kusimamia hiyo miradi kwa kazi za kila siku, iwe madarasa, iwe zahanati, iwe afya, iwe jambo lolote. Nyie mna siku chache kwenda halmashauri. Kwa hiyo hawa wanafanya kazi kubwa, mshirikiane nao. Na katika kushirikiana kikazi, msije mkashirikiana mkashindwa kuwasimamia pia. Yaani mkafika mahali sasa ushikaji, yani mtashindwa. Lakini kwa ushirikiano wa kikazi, kwamba madiwani mnaofanya kazi zenu mnawahitaji hawa wataalamu kuwasaidia. Wao ndio wanaandaa taarifa mbalimbali kuleta katika vikao. Kwa hiyo kuna muhimu huo. Eneo la tatu katika umoja na ushirikiano ni ninyi na chama chenu, Chama cha Mapinduzi, chama kilichowapa ridhaa na heshima ya kugombea. Ni ushirikiano wa lazima. Ndio wenye ilani, ndio wale mlioshirikiana nao mkaenda kwa wananchi mkaomba ridhaa. Kwa hiyo msipuuze katika kutimiza majukumu yenu. Chama kilichowapa ridhaa mnahitaji kushirikiana nacho. Ushirikiano wa mwisho naosisitiza ni wa nyinyi na serikali. Maana mnaweza mkasema nyinyi ni madiwani mnaongozwa na kanuni, halafu mkasema mnafanya tu maamuzi na kufanya shughuli zenu kwa uhuru. Mnahitaji ushirikiano na serikali, kuanzia katibu tarafa, dasi, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, ndio serikali. Nyinyi tu kama nyinyi
bado hamwezi mkafanya mambo yote. Hapa wilaya ya Monduli kiongozi namba 1 wa serikali ni mkuu wa wilaya, na kazi zake ni 3. Ndio kiongozi wa shughuli zote za serikali katika wilaya. Atahakikisha anasimamia shughuli zote za maendeleo na kuhamasisha maendeleo. Atahakikisha pana amani na utulivu katika wilaya, na ndio maana leo ametoa tamko, ni swala la amani na utulivu katika wilaya. Ni jukumu lake namba 1 kwamba wilaya hii lazima iwe salama. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa mujibu wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025/2026 hadi kufikia mwezi Desemba, wilaya yetu imepokea kiasi cha shilingi bilioni 13.6 kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais, na sisi kama wasaidizi wako tunaahidi kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo kwa ukaribu ili iendelee kuwa na tija kwa wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tarehe 7 Januari 2026 lilitokea tukio la upotoshaji kwenye vyombo vya habari juu ya Molani 400 ambao iliandikwa kwamba wamevamia makanisa katika kijiji cha Lepulko na kuwaumiza viongozi wa dini. Sisi kama serikali naomba nitoe tamko juu ya jambo hilo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na waandishi wa habari, jambo hili kama serikali, sisi kama serikali, jambo hili sio la kweli. Baada ya kusikia taarifa hizo, serikali ilifanya mambo yafuatayo. Kwanza, tulifanya uchunguzi kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, na baada ya kufanya uchunguzi tulibaini mambo yafuatayo. 1, kulikuwa na vijana wa Kimasai wapatao 15 ambao walikuwa wanalalamikia viongozi wa dini kuwa wamekuwa chanzo cha kutofuatwa kwa mila za Kimasai. Lakini baada ya uchunguzi ule, jambo la pili ambalo tulibaini ni kwamba vijana wa Kimasai maarufu kwa jina la Nyanguro wanawashinikiza viongozi wa dini wafuate mila zao, na kuna binti ambaye alimaliza kidato cha 4 aliozeshwa kimila, lakini baadaye alikimbilia kwa viongozi hao wa dini akiomba msaada kwa kuwa alikuwa hakubaliani na ndoa ile ya kimila ambapo aliozeshwa katika umri mdogo. Hivyo vijana hao wa Kimasai waliwataka viongozi wa dini wawaonyeshe binti huyo alipo ili arudi katika ndoa hiyo ya kimila. Baada ya kubaini kama serikali, tulichukua hatua zifuatazo. Vyombo vya ulinzi na usalama walifika eneo la tukio na kurejesha hali ya utulivu na amani. Lakini jambo la pili, serikali ilimkamata kiongozi wa vijana hao wa Kimasai maeneo ya Nanja siku ya tarehe 5 Januari 2026 na kufikishwa mahakamani siku ya Jumanne tarehe 6 Januari 2026, na kijana huyo tayari ameshasomewa mashtaka yake ya makosa ya jinai na kesi yake inaendelea. Jambo lingine, kama serikali, viongozi wa kimila wakemea vijana hao kwa matendo yao ambayo yanakwenda kinyume na sheria za nchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, serikali tunalaani vikali tukio hili lililofanywa na vijana hao kwa sababu tukio hili linakiuka sheria za nchi na katiba ambayo imetoa uhuru wa watu kuabudu bila kushurutishwa na mtu au kikundi chochote na bila kuingiliwa. Vijana hao wamevunja sheria za nchi kwa kuwalazimisha viongozi wa dini kufuata kwa nguvu mila zao. Jambo lingine la pili ambalo tunaelekeza sisi kama serikali ni kwamba shughuli za kimila zisiwe chanzo cha uvunjifu wa amani katika jamii yetu. Watu hawakatazwi kufanya shughuli za kimila, ila wanapaswa kufuata sheria, na endapo watakiuka, adhabu kali itachukuliwa dhidi yao. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nimepata bahati na nimefurahi uliposema swala la maji, kwa sababu mimi agenda yangu kwa miaka yangu 5 ni maji. Tuna hali ngumu ya maji, na mimi nitaibeba hiyo kama na wewe ulivyoibeba. Naamini ulivyoibeba kama mkuu wa mkoa, na mimi nikiibeba kama mbunge, tutafikia yale malengo ambayo tunapaswa kuyafikia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hata mimi asubuhi ya leo wakati unakuja nilipata bahati
ya kuwaita wakandarasi wote wale wenye miradi miwili mikubwa. Tulikuwa na mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, tumezungumza nao. Kwa kweli wametupa schedule yao na programu yao walionayo, na wana programu nzuri. Shida ni kidogo ile leo uliosema, na najua mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe ulikuwa mwenezi wa taifa, kwa hiyo milango yote unaijua. Tunaomba tusaidiane pamoja kuhakikisha tunapata fedha ili angalau basi wananchi wa Monduli itakapofika Disemba 26 hii basi wanywe maji. Na mimi tumekubaliana pale kwamba na mimi nimeibeba, na mimi najua tunakwenda bungeni kuanzia Jumatatu na Jumanne tunaanza kamati. Nitaanza kwenye kamati kuhakikisha kwamba nasukuma na mimi ndio tunafikia malengo ya kupata maji. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Monduli ukatufanyia hili kusaidiana kusukuma ile la maji. Hakika kizazi hichi cha wana Monduli hakitakusahau, kwa sababu ni jambo ambalo tumehangaika nayo miaka yote. Na wao unajua fika walioanza huko wabunge waliopita, na mimi nikipata bahati ya kuifikisha hii maji nitakuwa nimeandika historia, kwa sababu wengi wameanza. Natamani na mimi nifike mahali tufikishe maji Monduli. Na uzuri mmoja, tumezungumza na wale wakandarasi kama ulivyosema, na mimi nishukuru Mungu kwa sababu umesema ukweli kwamba msaini mkataba kati ya Fateng na wenzetu wa maji. Mkataba ule umeshakwenda na wamenionyesha mpaka na shed yao jinsi wanaanza kuproduce bomba zile. Na mimi nimewaomba takapokuwa bungeni mwezi wa kwanza mwishoni, nitakwenda na mimi nitakwenda kushuhudia kweli hizi bomba za Monduli zinatengenezwa, tushuhudie kwa macho, kwa sababu ni jambo ambalo hatutategemea litakuwa tena limerudi nyuma, tusifikiane malengo yetu. Kwa hiyo mimi naomba sana mheshimiwa mkuu wa mkoa tushirikiane na hii, na siku zote ninakusumbua, najua unaona simu yangu ni hili la maji, kwa sababu kwa kweli tumepata wakati mgumu sana, lakini nishukuru kipekee idara ya maji, kwa kweli wamejitahidi kwenye kipindi kile tulipokuwa kwenye uchaguzi. AUSA na wenzetu WASA Monduli hawakulala, na mimi kipekee nimpongeze sana meneja wa kwetu Monduli. Ukimpigia simu saa 7 saa 6 anahakikisha anapambana kutafuta maboza kuhakikisha anapelekea wananchi maji. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, nikukaribishe sana Monduli. Monduli tuko salama, tuna imani kubwa na uongozi wako, kwa sababu kikao hiki ni cha kwako. Pamoja na kwamba tuna changamoto zingine, lakini kikubwa ambacho mimi pamoja na viongozi wenzangu, mheshimiwa mbunge na mkuu wa wilaya, swala la maji tunataka tulivalie njuga. Mahali ambapo tuna uwezo na tunaweza kuwapatia wananchi wetu maji ya kunywa, tunakwenda kufanya. Kwa haya machache, mheshimiwa mkuu wa mkoa, na kwa niaba ya waheshimiwa madiwani, tuko tayari kupokea maelekezo yako, kukusikiliza na kwenda kufanya kazi. Lakini ili kuonyesha kwamba watu wetu wa Monduli kweli uhitaji wa maji ni mkubwa, mimi mwenyewe nikishirikiana pamoja na mheshimiwa mbunge tumeenda kutafuta kifaa ya kupima maji ndani ya ardhi hapa Monduli, na kifaa hicho tunataka kila kijiji ndani ya wilaya Monduli tujue ni wapi tunaweza kupata maji ndani ya ardhi. Na kifaa hicho sio ya bei ndogo, ni zaidi ya milioni 10, tumenunua dola 5,000. Nimeleta hapa ili nikukabidhi, uweze kukabidhi RUWASA waanze kufanya mchakato wa kutafuta pointi za upatikanaji wa maji ndani ya ardhi ndani ya wilaya Monduli katika vijiji vyote 60. Basi nitamwomba baadaye kwa wilaya atakukabidhi hiyo kifaa, uwakabidhi RUWASA. Kiko hapa. Naomba hicho kifaa kiletwe hapa. Ni chombo cha kisasa ambacho wilaya yetu Monduli hatuko nacho, tumeagiza Marekani. Naomba ukabidhi RUWASA waweze kufanya kazi ya kutambua mahali maji ndani ya ardhi zinapatikana. Ni mpya kabisa, ni digital,